Simama huu hapa. Pointi 47 kwa 39. Magoli Yanga amefunga. Wake nilikuwa natafuta hapa kitu samani kidogo. Nilikuwa naangalia hapa kwenye msimamo. Kama pointi 5 utakuwa ni mlima mrefu watu kupanda. Mnaonaje bingwa akaamuliwa kwa magoli? Kama pointi 5 zile zimeshaonekana kuwa ni mlima mrefu watu kuzipanda. Tukubali basi bingwa aamuliwe kwa magoli. Huko papakoje kwenye magoli? Wametukaribia? Kwenye magoli yeye ndio mnaongoza. Tunaongoza pia? Magoli mengi. Hata ya kufungwa machache. Ya kufungwa pia tutafungwa sisi, tunaongoza pia kufungwa. Basi bingwa aamuliwe kadi za njano. Yaani angalau kwa kuna ushindani kwenye ligi. Hamna semaje? Maana sasa hii kama tunaongoza kila sehemu kuna kwenye magoli njano tunapata. Nataka nikuangalizie. Kadi za njano. Basi bingwa aamuliwe kadi za njano kama tutakuwa kidogo. Ndio tumesema kama point down ni nyingi bingwa aamuliwe kwa magoli. Mmeniambia magoli pia tunaongoza. Ya kufungwa pia tumefungwa sisi machache. Sasa tuwasaidieje? Wamesema haijaisha mpaka iishe. Iishe nini sasa, ligi au iishe nini? Ligi itaisha tusikwezwa sana. Na wanasema wanajua pa kuzipata hizo alama. Mimi nimesikia kitu kimoja leo wanasema tutamfunga kwanza Yanga. Afu Azam atamfunga Yanga. Afu kuna JKT. Afu JKT atampata sare. Kama hesabu hizo ndio hesabu za ubingwa. KMC ashuki daraja. Hizo za mimi nitamfunga Fly na Fly nitamfunga hapa. KMC anabaki, Prison naye anachukua ubingwa. Lakini kwenye uhalisia wa football, sisi mechi ya leo tumekuja kwa dhamira ya kuonyesha kwamba kuna kitu tunakitafuta. Na hicho kitu si kingine zaidi ya ubingwa wa ligi kuu msimu. Lazima bingwa ukiwa unacheza kama bingwa mtetezi umeki start. Unajua sisi mechi za kwanza tulikuwa tunacheza yes kama bingwa watetezi. Lakini ile statement ya ubingwa tulikuwa tunaonyesha bado. Nikifuatilia tangu tumerudi ligi kwa maana ya mechi ya Prison, mechi ya Pamba, mechi ya leo dhidi ya Mbeya City, kuna statement tunaionyesha kwamba sisi ni mabingwa watetezi na tunacheza kibingwa tukiwa tunatafuta ubingwa wetu mara ya 5 mfululizo. Kwa hiyo niwapongeze sana wachezaji wetu wote leo, performance bora kabisa, na ni huruma tu ya Pedro. Sometimes hawa wazungu nao wanakuwa na huruma tu. Lakini kama tungeendelea na ukatili ule wa kipindi cha kwanza, leo pengine mngeshuhudia goli 12, goli 13 kwenye ligi. Lakini kwa sababu tuna mechi nyingi na wachezaji wanataka muda wa kupumzika, tukaanza kufanya rotation na vijana wetu kina Ninju pata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo leo naamini kila mwana Yanga amefurahi, na sio mwana Yanga tu. Leo uwe ni mshabiki wa Azam, uwe ni mshabiki wa Simba, ni mshabiki wa Mtibwa, leo umeenjoy kuona ubora wa mpira wa Tanzania unafananaje. Hivi hata mashabiki wa Simba wameenjoy? Wameenjoy sana leo. Kwa sababu katikati hapo tu kwamba haicheki na mtu, Yanga pia haichekeshi. Yaani tunakuja kikazi kweli kwa ajili ya kutafuta ubingwa wetu wa 5. Sasa mapumziko ulikuwa unasema kwamba mmeridhika mabao. Mbeya City bwana walianza mechi na mdomo sana. Kabla mechi hiyo walikuwa na mdomo sana. Yule msemaji wa Mbeya City sijui yuko wapi. Unaonekana? Hajaonekana bwana Gwamaka. Mara ya mwisho nimemwona dakika ya 38. Shabiki mmoja wa Yanga pale jukwaani, VIP pale. Amenunua lile deli la ice cream. Sio ice cream, kanunua deli la ice cream kwa thamani ya shilingi 300. Yaani deli na vilivyomo ndani. Tuligundua yule bwana sukari imeanza kushuka. Kwa hiyo tukampa ice cream zaidi ya 80. Azile hapa uwanjani na aondoke nazo, sukari irudi kwenye kimo chake. Bahati mbaya alianza kama kuwa hataki. Video zipo. Kama alikuwa hataki ile deli. Fumba na kufumbua tunashangilia goli la Pacome, hatumuoni yeye, hatuoni na deli. Aondoka nayo ile deli. Kwa hiyo tunaamini huko alipo sasa hivi atakuwa anapandisha sukari vizuri. Anasema ulisema kwamba ile alama moja ambayo waliipata kule watakuja walipie. Jana nikamsikia akisema kwamba hata alikama amezungumza hiyo kauli kwamba tutalipia. Huko tunakuja tunachukua 3 na weight skati. Maana ulisema atakata weight. Mpaka leo weight yangu iko vile na zili kuongezeka. Yule alikuwa amekuta. Alipata bahati kipindi kile Yanga ndo tumeanza msimu, mambo kidogo ya mifumo haijakaa sawa. Sasa hivi shehe hapa wenyewe wanashukuru Mungu, kipindi cha pili
mwalimu alivyoanza kupumzisha bunduki. Nafikiri Alan Okello angeendelea. Si angefikisha assist 10 leo. Maana mpaka sasa hivi nafikiri ndo anaongoza kwa assist. Ana assist 6. Rekodi zile iko sawa. Alan Okello ameanzia dirisha dogo. Ana assist 6. Alafu kuna swala mmoja hana assist hata moja. Yupi? Yupo. Kuna swala mmoja kazi yake ni mbio tu. Hana assist hata moja. Ana goli 3 za mchongo za kuachiwa tu hivi. Alafu kuna Alan Okello, yes. Kuna swala mmoja mnamfahamu wote, msifanye kama mjini. Alafu kuna Alan Okello, assist 6 goli 2. Contribution yake ni goli 8. Ameanzia dirisha dogo. Na nadhani pia hii ni rekodi, si kama nitakuwa siko sawa pia. Nadhani mpaka sasa hivi hamna timu ambayo imeweza kupata mabao 5 ndani ya kipindi cha kwanza. Yaani first half goli 5. Hii rekodi sasa usio kaandika. Kama unafikiri ndo mwisho. Ukiandika saa hizi utapata muda wa kufuta. Kuna kitu nakitafuta. Mwenyezi Mungu nipe tu uvumilivu nisiongee mengi. Nizuie ya Rabbi. Nibakie kifuani. Nitaweza kuhatarisha ligi kaisha mapema. Hapa Mungu nipe subira. Msiandike rekodi ya leo kwamba Yanga amefunga goli nyingi kipindi cha kwanza. Bado hamjayaona ya Yanga. Subirini. Kuna mtu mmoja anaitwa Miraji. Sikia asubuhi akiwa anajua anasema mechi za Yanga zimalizike dakika 15 na sisi tukamuwahi dakika 10 goli 2. Tulisikia Miraji. Akisema Miraji mara moja mechi za Yanga hitu waweze. Dakika 15 tumalize mechi. Tukaambiana hawa ndio mpango wao. 10 za kwanza chuma 2 zimekaa. Yeye aliona mbali. Aliona sisi tumemwahi. Sasa wakimaliza maana tayari chuma 2 zimetulia hapa. Acha na Kisugu bwana. Yeye anazungumza mpira anamtaja Kisugu.